Haleluya. Bado toka uliko. Haleluya. Amka, toka uliko. Haleluya. Toka uliko. Njoo, kimbia. Haleluya. Iko hazina kwa ajili yako. Ungejijua pamoja na vita uliopitia, pamoja na jamii iliyokuzunguka, pamoja na ile shida na lile jaribu, iko nguvu iokoayo. Walifunga malango kwa nguvu za giza. Usitoke kwenye uasherati, usitoke kwenye uzinzi, usitoke kwenye uchawi, usitoke kwenye umaskini. Mungu leo amefungua mlango upite kwa nguvu, kwa nguvu, kwa uweza, kwa nguvu, kwa uweza, kwa nguvu, kwa uweza. Bwana Yesu asifiwe. Malaika aliposhuka kufungua kaburi, maandiko yanasema uso wake ulikuwa unang'aa kama umeme. Walinzi wa kaburi walifanyika wafu dakika moja. Alafu malaika akaviringisha lile jiwe. Wale wanafunzi na kina Mariamu walipofika pale, mnamtafuta nani? Leo waseme wanakutafuta wapi? Waseme mnamtafuta nani? Lazima waseme mnamtafuta nani. Wakienda kuzimu waulize mnamtafuta nani, hayuko huko. Wakimtafuta yule aliyekuwa tasa kwenye jamii, aulizwe hakuna aliyetasa, mnamtafuta nani? Kwa sababu yako. Kwa sababu yako. Yamkini kuna mtoto yuko shuleni ni 0 tangu mwaka uanze. Leo huo mlango umefunguliwa. Ukiwa unaomba, kaa kana kwamba wewe ndio uko darasani. Unamwambia mwalimu, hii sio, hii sio. Ukiwa unaombea uchumi, kaa kana kwamba wewe ni mhasibu mchumi. Ukiwa mkulima, kaa kana kwamba wewe ni afisa profesa unayefahamu masuala ya uchumi. Kusudi ukilima, kuuza kwako usiwe kwenye hasara. Ukiwa una duka, kaa kana kwamba unamiliki viwanda. Ndio utapata mawazo makubwa. Ukikaa ukajitazama huko dukani. Haleluya. Ilikuwa nakupasha akili. Tunajifunza kuhusu kujazwa au kutiwa nguvu za Mungu kwenye kusudi uliloitiwa na Mungu. Kichwa cha habari. Bwana Yesu asifiwe. Kujazwa au kutiwa nguvu za Mungu. Kujazwa au kutiwa nguvu za Mungu kwenye kusudi uliloitiwa na Mungu au nafasi uliyoitiwa na Mungu. Kujazwa au kutiwa nguvu za Mungu kwenye kusudi uliloitiwa na Mungu au kwenye nafasi uliopewa kutumikia. Kusudi la Mungu ni nini? Naomba uwe darasani, tunajifunza, sawa? Naposema taratibu, maana yake ili uandike. Kusudi la Mungu ni mpango wa Mungu kwa wanadamu. Ni mpango wa Mungu kwa wanadamu. Sentensi ya pili. Kusudi la Mungu ni mwongozo kamili wa Mungu. Kusudi la Mungu ni mwongozo kamili wa Mungu kwa mwanadamu kuhusiana na shughuli zake za kila siku, akiwa hapa duniani na hata baadaye. Kusudi la Mungu ni mwongozo kamili wa Mungu kwa mwanadamu kuhusiana na shughuli zake za kila siku, akiwa hapa duniani na hata baadaye. Shughuli hizo zimewekwa kwa utaratibu kulingana na muda. Shughuli hizo
zimewekwa kwa utaratibu kulingana na muda uliopewa wewe mwanadamu wakati unatumika. Kwa hizo shughuli zimefunikwa kwenye muda wa kile unachokifanya wakati unashughulika pale. Kwa hiyo swali ni nini? Kama nafasi ni cheo, cheo ni nini? Cheo ni kiti. Anachopewa mtu kwenye nafasi fulani ili kutekeleza au kufikisha au kukamilisha jambo fulani. Cheo ni kiti anachopewa mtu kwenye nafasi fulani ili kutekeleza au kufikisha au kukamilisha jambo fulani. Kama cheo, hakuna cheo isiyo na mamlaka, si ndio? Mamlaka ni nini? Mamlaka ni uwezo. Tunajifunza mamlaka ni uwezo na maamuzi yanayokabidhiwa mtu kutekeleza shughuli fulani au jambo fulani. Ni uwezo au maamuzi anayopewa mtu kutekeleza shughuli fulani au jambo fulani. Mamlaka pia ni sheria. Mamlaka ni sheria anayopewa mtu ama anayokabidhiwa mtu kwenye nafasi fulani kusudi aongoze shughuli zilizowekwa kwa kufuata matakwa ya mmiliki. Ni sheria anayopewa au anayokabidhiwa mtu kwenye nafasi fulani kusudi aongoze shughuli zilizowekwa kwa kufuata matakwa ya mmiliki au mwajiri. Mmiliki au mwajiri. Mfano, familia ina sheria yake. Maana yake mamlaka ya familia hiyo, si ndio? Ukitaka kuingiza cha kwako wanasema kwetu hii kitu haipogo. Ni sheria na utaratibu. Lakini yuko msimamizi kwenye hiyo nafasi. Yuko mwenye mamlaka na hiyo sheria. Si kila mtu tu ainuke ya kujibu. Yuko aliyepewa hiyo nafasi asimamie hiyo sheria au hiyo mamlaka. Kimwili inaonekana ni picha rahisi, si ndio? Lakini kiroho, ukiingiza formula hii kiroho, ina maana kubwa. Mathayo 28 ule mstari wa 18 na wa 20. Mathayo 28 ule mstari wa 18 na ule mstari wa 20. Mathayo 28 ule mstari wa 18 na mstari wa 20. Yesu akaja kwao akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama mimi nilipo pamoja nanyi siku zote. Tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata utukufu wa dahari. Yesu aliporudi alikuja na mamlaka. Kwa sababu yeye hayuko humu, yuko ndani mwako. Anachofanya kile alichopewa na Mungu akampa yule ambaye amebeba lile kusudi kama alivyopewa Yesu. Yesu alipewa lile kusudi, ule utukufu na mamlaka aliyopewa. Akamtafuta yule ambaye yuko kwenye kusudi. Wa kwanza ni wanafunzi ambao anawafahamu kwamba amewafundisha. Ndipo akawawekea nini? Yale mamlaka. Alafu akawaambia nendeni. Mtu mwingine wa kumjifunza vizuri ni Esther. Esther 9. Hakuna ambaye hajui kwamba Wayahudi waliandikiwa waraka wa kuuawa. Hakuna ambaye hajui. Lakini Esther akaandika
barua, akaandika waraka mwingine kwa mamlaka yote. Hebu sema mamlaka yote. Angalia Esther alichofanya. Hamani aliandika barua, aliandika waraka, Wayahudi wauawe, si ndio? Lakini Esther akaja akaandika barua, waraka mwingine kwa mamlaka yote. Maana yake amefunga. Ukienda kule wale wanakuambia ni sahihi, ukirudi huku wanasema ni sahihi, ukienda kule wanasema ni sahihi. Nani anyongwe? Esther 9:29 na 32. Esther 9:29 mstari wa 30. Na soma katika jina la Yesu. Amen. Ndipo Malkia Esther binti Abihaili pamoja na Mordekai Myahudi alipoandika kwa mamlaka yote kuidhibitisha barua hii ya pili ya Purimu. Warudishie tena, hebu warudie tena huo mstari mpaka waelewe. Na soma katika jina la Yesu. Ndipo Malkia Esther binti Abihaili pamoja na Mordekai Myahudi alipoandika kwa mamlaka yote kuidhibitisha barua hii ya pili ya Purimu, akapeleka barua kwa Wayahudi wote katika majimbo yote 127 ya ufalme wake Ahasuero, maneno ya amani na kweli, ili kuidhibitisha siku hizo za Purimu kwa majira yake, kama Mordekai Myahudi na Malkia Esther walivyoamuru, na kama walivyojiagizia juu yao wenyewe na juu ya wazao wao kwa bahari, na kuifunga na kilio. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ameandika kwa mamlaka yote kudhibitisha barua ya pili. Maana yake ondoa jina Esther, weka jina lako pale. Sema katika ulimwengu wa roho kwamba leo naandika barua ya pili kwa mamlaka yote niliyopewa na Mungu, kuidhibitishia kuzimu kwamba nimehamishwa kutoka kwenye nguvu za giza nikaketishwa katika kiti cha ufalme wa Mungu Baba. Mimi pamoja na Kristo. Mimi pamoja na Kristo. Mimi pamoja na Kristo. Mimi pamoja na Kristo. Ilikuwa na kufundisha kuhusu kusudi, nafasi, mamlaka na sheria. Tuje kwenye somo la leo. Bwana Yesu asifiwe. Ukishajua hivyo vitu vingine hivyo nilivyokufundisha hivyo, lazima nguvu ije kwako. Ukishajua kuandika waraka kwa mamlaka yote, ni lazima uwe na nguvu. Kwa sababu gani? Unamfahamu aliyekutuma ni nani. Hutaogopa. Yesu akikutuma mahali hutaogopa. Nguvu za Mungu. Maana tunaangalia kama ni kujazwa au kutiwa nguvu za Mungu kwenye kusudi liloitiwa na Mungu au nafasi uliopewa kuitumikia. Nguvu za Mungu. Tuangalie kuhusu kujazwa nguvu za Mungu. Kwa nini tunataka kujazwa nguvu za Mungu? Kidogo ni somo pana. Wakolosai. Kabla ya Wakolosai tuanzie Zaburi 105. Zaburi ya 105 ule mstari ni wa 4. Neno la Bwana linasema, mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Mtake Bwana na nguvu zake, tafuta uso wake siku zote. Ayubu 22:21 akasemaje?
Mjue sana Mungu ili uwe na amani.